Bwana, kwa taarifa ambazo nimezipata ni kwamba klabu ya Al Masry imeamua kwenda kuwashtaki Simba kule CAF kwenye kamati ya nidhamu, na wameenda kuwashtaki kwa sababu wanaona kwamba hawajatendewa haki kutokana na kile ambacho kilitokea jana kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Kama unakumbuka, jana nilikupa taarifa kuhusiana na kanuni jinsi ambavyo zinasema. Kanuni zinasema kwamba timu mwenyeji atafanya maandalizi yake ya mwisho kwenye uwanja wa mchezo siku 2 kabla ya mchezo, halafu mgeni wa mchezo atafanya maandalizi yake ya mwisho kwenye uwanja wa mechi siku 1 kabla ya mchezo. Lakini Simba walifanya mazoezi kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa siku zote 2 mfululizo kabla ya mchezo. Walifanya siku yao ya pili kabla ya mchezo ambao ni ndio kikanuni wanatakiwa kufanya hivyo, lakini pia na siku 1 kabla ya mchezo ambao ni jana walikopo pia Benjamin Mkapa kuanzia saa 7 mpaka saa 9 wakifanya maandalizi ya mwisho pia kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, kitu ambacho ni kinyume na kanuni. Lakini pia apart from hilo la kufanya mazoezi kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa kwa siku 2 mfululizo, lakini kingine ambacho Al Masry wameenda kukishtaki kule CAF ni kutokana na namna ambavyo Simba imewatendea Al Masry. Jana wakati Al Masry wanafanya maandalizi yao ya mwisho kulikotokea changamoto fulani, changamoto ambazo zilipelekea kwa mujibu wa maelezo yao wakashindwa kufanya maandalizi ambayo ni mazuri. Kulitokea purukushani ambazo ziliwaondolea ile concentration ya maandalizi. Ukumbuke wakati jana Al Masry wanaingia pale uwanjani, walikuta kumemwagwa chumvi, kumemwagwa unga, lakini pia kwa madai yao ni kwamba kuna mayai ambayo yalipasuliwa kule uwanjani. Kwa hiyo wao wakasema kwamba vile vitu vilichangia kuwatoa kwenye concentration ya mchezo, ya maandalizi ya mchezo, lakini pia vilipelekea wakashindwa kufanya maandalizi mazuri ya mchezo, kitu ambacho kilipelekea wakaanza kwanza kudili na hayo matukio ya nje ambayo yalichangia wao kutokushindwa kufanya maandalizi vizuri. Lakini pia hata wakati wanaingia Benjamin Mkapa kufanya maandalizi ya mwisho hawakutumia geti ambalo linaruhusiwa kwa kawaida, geti kuu, kwa sababu kuna vitu vilikuwa vimemwagwa pale ambao ni chumvi, unga na vitu vingine. Wakaenda kupita kwenye geti la nyuma ambalo pia wanadai kwamba lilichangia kuwapa usumbufu zaidi. Kwa hivyo ni vitu ambavyo Al Masry wamevilalamikia kule CAF na tayari wameshapeleka malalamiko yao. Ina maana sasa hivi inasubiriwa sasa Simba kukutana na adhabu kutokana na kile ambacho waliwafanyia Al Masry. Adhabu yake inaweza ikawa nini? Adhabu yake inaweza ikawa ni kufungiwa kutokucheza na mashabiki au kupigwa faini. Sasa au vyote kwa pamoja vikawa vimeambatana. Lakini kwenye ile kanuni pia pamoja kwamba kuna mashabiki lakini ukumbuke hili sio tatizo ambalo limesababishwa na mashabiki. So mashabiki wanaweza wakaruhusiwa kuwa nao baadaye, ingawa kwenye kanuni wameainishwa pale. Kwa sababu vurugu haijasababishwa na mashabiki, inaweza wakaruhusiwa kucheza na mashabiki wao kama kawaida, lakini wakapigwa faini, kitu ambacho kinaweza kikawa pia ni kibaya kwa Simba, kwa sababu kwa mfano leo Simba ikipigwa faini labda milioni 500 au milioni 200, hiyo ni hasara, kwa sababu hiyo pesa wangekuwa na uwezo wa kuitumia kwenye mambo mengine, lakini mwisho wa siku wanaenda kuitoa bure pale CAF, kitu ambacho sio sawa. Sasa haya ni mambo pia ambayo yanapelekea pia Simba ionekane kama ni timu ya hovyo, kwa sababu hii sio mara ya kwanza Simba kupelekewa malalamiko ya aina hii pale kwenye shirikisho la soka barani Afrika CAF. RS Berkane waliwahi kuwalalamikia kuwashtaki Simba pale CAF kwa sababu hii ya vitu kama hivyo, lakini pia Raja Casablanca waliwahi, Al Ahly pia waliwahi, Orlando Pirates pia, Kaizer Chiefs waliwahi kulalamikia Simba kwa vitu kama hivyo. Manake masuala ya ushirikina yamekuwa ni part of life of Simba, na kama unakumbuka hata kule South Africa pia wakati wanaenda kucheza hatua ya robo finali ya CAF Confederation dhidi ya Orlando Pirates waliwasha moto uwanjani, na baada ya kuwasha moto uwanjani pia walipigwa faini kama unakumbuka na CAF. Kwa hiyo pia Al Masry pia nao wameenda kuwashtaki wakiamini kwamba wamenyimwa haki yao, wamefanyiwa vitendo vya hovyo ambavyo havikubaliki michezoni. Na by the way, duniani kote hakuna shirikisho ambalo linaamini masuala ya kishirikina. Kwa pale utakapogundulika kwamba umefanya masuala ya kishirikina, ni rahisi sana kwenda kuadhibiwa, na ndio kitu ambacho kinaweza kwenda kuwakuta Simba. Ingawa Al Masry jana hata kama pamoja kwamba alifanyiwa vitu vyote, waliingia uwanjani wakafanya maandalizi yao vizuri. Kwa hiyo ile haikustopisha maandalizi yao, bali wao waliendelea kufanya maandalizi yao vizuri, wakatoka wakaondoka.
lakini pia inasadiki kwamba nao waleta wataalamu wao kutoka huko Misri kwa ajili ya kuwafanyia mambo fulani ili waweze kuwa comfortable zaidi kwenye huo mchezo, kuwatengeneza na wao waweze kuwa sawa, ili kama kile ambacho walikifanya Simba, kama ni saikolojia, kama ni kuharibu kisaikolojia au kama kweli ni ushirikina, basi nao wapate dawa ambazo zitawasaidia. Lakini kwa nini hiki Simba wanakifanya mara nyingi? Ni kwa sababu Simba wanahitaji kufanya vizuri. Lakini huwezi kufanya vizuri kwa kufanya vitu kama hivyo. Sometimes unatakiwa kutumia ubora wako kupata matokeo ambayo ni mazuri. Ukiwa unategemea masuala ya ushirikina ili uweze kufanya vizuri, ni kitu ambacho sio kizuri, kwa sababu ushirikina hauwezi kudumu. Yaani ushirikina haukai muda mrefu, utafanya kwenye mchezo mmoja, then the rest utaendelea kufanya vibaya, na kuna siku pia mganga wako anaweza akakudanganya. Siku mganga wako akikudanganya utaingia cha kike, ukiingia cha kike utafanya vibaya. Kwa hiyo Tizibeta Simba wakajikita kutengeneza timu nzuri, timu ambayo inaweza kucheza dhidi ya mpinzani yoyote ili waweze kupata matokeo mazuri pasina kutegemea masuala ya kishirikina, kama kweli ni ushirikina. Lakini kama ni masuala ya mind game, basi watakuwa wamefanikiwa sana kucheza mind game nzuri. Kwa bahati mbaya sasa ni kwamba hizo mind game ambazo wao wanazicheza zinawatia hasara, kwa sababu ukienda kushtakiwa, maana yake CAF wanachokiangalia ni kosa ulilofanya. Wao hawajui masuala ya mind game, wao wanajua kwamba uko serious. So ukikuta unakosa, maana yake unaadhibiwa. So hata ile la Simba na Orlando Pirates ambao walipigia Simba wakapigwa faini, ni kwa sababu ilionekana kwamba kweli waliwasha moto. Sasa inawezekana labda ilikuwa ni mind game, lakini kama ni mind game iliwapa hasara ya pesa. So kwa nini ucheze mind game ambazo zinakutia hasara? Unapokuwa kiongozi wa timu fulani, lazima ufikirie pia hata namna gani ambavyo mnacheza mind game zenu. Usicheze mind game ambayo itakutia kwenye mtego. Lakini sasa kwa upande wa Simba, kama kweli ni mind game, wanacheza mind game za kitoto kwa sababu zinawatia hasara. Kwa mfano ukilipa faini ya milioni 200, 300, 400, 500 ni hasara umepata. Hiyo pesa ulikuwa na uwezo wa kuitumia kwenye mambo mengine pasina kuingiza kwenye masuala hayo ya kishirikina au kwenye masuala hayo ya mind game. Kwa hiyo ni mind game ya kishamba ambayo Simba wamefanya kama kweli ni mind game, kwa sababu itawatia hasara, kwa sababu hata hiki ambacho Al-Masry wameenda kukishtakia ni lazima kitawatafuna Simba. Ni lazima Simba watapigwa faini na ni lazima Simba watakutana na adhabu, yani kwa namna yoyote ile. Sasa bora iwe ni ushirikina wao kabisa, kwamba ujue kwamba okay, umefanya ushirikina, umepigwa faini, kuliko hujafanya ushirikina, umecheza mind game, alafu bado umepigwa faini. Yani maana yake hujapata chochote na bado kupoteza, labda ukapoteza mchezo. Yani kwa mfano Simba ameshtakiwa leo na Al-Masry, na baada ya kushtakiwa labda wakafungwa tena au wakashindwa kufuzu kwenda hatua ya nusu finali, maana wapata hasara kwa sababu watapigwa faini na hawajafuzu kwenda hatua ya nusu finali. Sasa sometimes tunasema kama ni kuua bora uue ili uadhibiwe kwa sababu umeua, kuliko uadhibiwe kwa kutishia kuua. Sasa Simba kama wamecheza mind game kwenye masuala ya kishirikina, maana yake wametishia kuwaroga watu wengine au kuwatia majaribuni watu wengine, kitu ambacho ni kosa kwa sababu wataadhibiwa. Sasa ni bora wangewaroga kabisa. Yani ushirikina wangeutumia kabisa, kajulikana kwamba Simba wametumia ushirikina. Hata kama wakiadhibiwa, lakini ni kweli wametumia, kuliko unaadhibiwa ikiwa hujatumia. Kwa hiyo ni kitu ambacho tunasubiri CAF watakuja na majibu ya aina gani, lakini tangu jana usiku Al-Masry walienda kuwashtaki Simba kule CAF, na kuna uwezekano mkubwa Simba akapigwa faini kama CAF atajiridhisha kwamba kweli hivyo vitu ambavyo Al-Masry wamevilalamikia vilionekana kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa.